Inchi ikiwa utakuwa unatekwa hivyo, hata investors hawaji. Wataogopa. Hasa Gwajima anauliza, mbona hawa watu wanaojulikana mbona hawashikwi? Samia Suluhu amezirai Ikulu baada ya ujumbe mkali, ujumbe ambao umetoka nchini Kenya. Kuna taarifa moja imetoka na station moja, ama niseme kituo cha habari kinaitwa Radio 47, ambapo wamemkejeli vibaya Samia Suluhu na uongozi wake wa kimabavu. Wamekumbuka kwamba, ama wamemtaja Askofu Josephat Gwajima, hadi wakanukuu mahali Josephat Gwajima alikuwa anataja akizungumza kuhusu watekaji. Hapo unauliza, je, Samia Suluhu na watu wake ndio wanawateka watu wa Tanzania? Manake hii imetishia hadi wawekezaji ambao walikuwa wanaona Tanzania kama kisiwa cha amani, na walikuwa wanapenda haya mandhari ya nchi hiyo. Kwa hiyo walikuwa wanataka kuja kuinvesti, walikuwa wanataka kuwekeza pale, lakini wameogopa kwa sababu ya utekaji. Hapa kwenye ile nukuu yake Gwajima anauliza kwamba kuna masuala mbalimbali yameibuka nchini humo. Kuna visa mbalimbali vimesimuliwa, kwamba akatoa kisa kama cha Sativa alisimulia jinsi alipigwa risasi kisha kaachwa kwenye mbuga za wanyamapori, afie huko, pengine wanyamapori wa mle, lakini akaokolewa. Kwa hivyo alikuwa amesimulia yote jinsi yalivyotokea, hadi akawataja wale wote ambao walimteka. Je, serikali mbona haiko desperate kuwasaka wale ambao wanafanya utekaji nchini Tanzania? Wanahabari yao kutoka nchini Kenya wanauliza Samia Suluhu ikiwa yeye ndiye anatumana watu wale watekwe. Manake inakuwaje wanataka ama wanatafuta, wanafanya uchunguzi kwa mambo ambayo hayana tija, lakini swala ambalo ni la muhimu sana, ambapo wananchi wa Tanzania wanatekwa, hapo nayo ndio anachora mstari, ana draw the line kwamba hawezi, ama serikali yake haiwezi kuwekeza kuwatafuta. Ni swala ambalo kidogo limetikisa nchi ya Tanzania, manaka haya ni masuala ambayo vituo vya habari nchini Tanzania haviwezi kuzungumzia. Masuala utekaji kidogo wanayakwepa. Sasa hivi mambo ambayo wanayazungumzia ni kuhusu vita vya Iran, kuhusu Trump na vita vyake, lakini masuala ambayo yanakumba wa Tanzania, unapata kwamba media za Tanzania ziko na upuzi sana, haziwezi kuyazungumza. Hadi nchi ya Kenya imejitolea kuhamasisha wananchi wa Tanzania kwamba huyu rais wenu pengine ndiye anayefanya utekaji. Kisha hapa wanatoa taarifa na wakitolea mifano kwamba tuliona ule wakati ambapo walikuwa naapisha viongozi mbalimbali kwenye majukumu mbalimbali. Walisema kwamba wanataka kumwendea Mange Kimambi pale Marekani. Wakasema kwamba ni jukumu lao. Hadi waliapa haki ya Mungu lazima wamshike. Kwa hiyo wanataka kwenda kumshika Mange Kimambi kwa sababu yeye anazungumza masuala ambayo wanafanya mabaya nchini Tanzania na serikali hiyo ya Samia. Ila wale wauaji ambao wanateka watu, wanaua watu, hawataki kufanya shughuli ya kuwatafuta na kuwatia ndani. Manake wanajulikana kwa sura zao, wanajulikana kwa majina, ila serikali ya Samia imefunga macho, imewatia kipofu wale askari na jeshi la polisi kwamba hawawezi tafuta watekaji. Ndilo swala hapa Kenya, ama nchi ya Kenya inauliza, na hiki kituo kinauliza, mbona inakuwaje? Ama kweli Samia wewe ndiye mtekaji? Wanatumia nguvu kunitafuta mimi na Mbaruku. Jinsi wanatumia nguvu kumtafuta Maria Steshani. Ito Steshani ama Steshanani yule? Nani yule? Jinsi walisema kwamba wataenda Marekani, wamtoe kule Mange Kimambi, wamlete wa affairs charges pale Tanzania. Jia. Sasa kama wana uwezo wa kutafuta Mange Kimambi, kama wana uwezo wa kumtafuta Maria, jameni, kwa nini wasitafute wale watu ambao wako ndani ya nchi ambao wanateka watu? Ni swala ambalo limeibua hisia mseto nchini Tanzania na kutikisa medani ya siasa, na ikijulikana kwamba hawawezi wateka hawa wanahabari, manake awamu nchini Tanzania. Hadi wanazidi kuuliza kwamba
Samia alituma wafuasi wake, pengine vijana wa Mafuele, wakaingia nchini Kenya kumtafuta Maria Sarungi, mwanaharakati, ili wamteke wamrudishe Tanzania. Ikawa vigumu. Kwa hiyo anauliza, kwani inakuwaje wanatuma wanajeshi ama jeshi la polisi ama hao wateka ama watu wa Mafuele wavuke mpaka waende kumkamata mwanaharakati kwenye nchi jirani, ila wale watekaji ambao wanajulikana wamo nchini Tanzania hawawezi funguliwa mashtaka, pengine wanaswe, watiwe jela, wafunguliwa mashtaka? Ndilo swali linaulizwa hapa, na ni swali ambalo kidogo limemvuruga vibaya Samia Suluhu pale Ikulu, na kwamba hata kula imemshinda. Manake haya masuala ni masuala mazito, na hakuna media station ya Tanzania ambayo imepata zile nguvu ama balls ya kuuliza maswali kama haya. Na vilevile nikukumbushe kidogo, Askofu Gwajima ni mtu ambaye amekuwa mstari wa mbele sana kuzuia ama kuzungumza kuhusu utekaji nchini Tanzania. Ni jambo ambalo lilimfanya awe na bad blood naye Samia Suluhu kwa wakati mwingi sana, hadi ikachukulia serikali ya Tanzania kufunga makanisa yake, kanisa la Ufufuo na Uzima. Amekuwa mstari wa mbele kuzungumzia madhila haya, hadi kuna wakati Samia Suluhu alikuwa anamtafuta vibaya sana, lakini hakumpata. Hata juzi Gwajima ameshinda akisema kwamba mimi ni mteule wa Mungu na kwamba Mungu amenisitiri, hata wanitafute hawanipati. Ndio ilikuwa masuala ama ilikuwa ni mambo ambayo Gwajima aliyazungumza. Na vilevile hawa, turudi tena kwenye hii Radio 47 ya Kenya ambayo imetikisa Tanzania kweli kweli. Kuna swali muhimu sana wameuliza, wakarejea mwaka jana wakati uchaguzi, kwamba tuliona mamluki wakitembea na bunduki barabarani. Tuliona ile jeshi la polisi, wengine walikuwa wamevaa jinsi ya kuonyesha pengine ni watu ambao wametolewa nje ya nchi, hadi kulikuwa na tetesi kwamba wale wote, ile jeshi la polisi hawakuwa wanazungumza Kiswahili. Inaonyesha kwamba hawakuwa wenyeji wa nchi ya Tanzania, kwamba walikodishwa kutoka nje ya nchi kuja kusababisha maafa. Na wale wote, kulikuwa na kamera za CCTV mbalimbali ambazo ziliwanasa, ila hadi wa leo hakuna polisi mmoja ambaye alionekana akipiga risasi ameshikwa. Kwa hiyo ndo maana hapa wanauliza kina Mbaruki au wa hiyo kituo cha Radio 47, wanauliza inakuwaje hawa watu hawajaishikwa hadi wa leo? Hakuna mtu amezungumza kuhusiana hayo. Kisha wakazungumzia tume ya maridhiano ambayo inachunguza matukio yaliyotokea mwaka jana tarehe 29. Hapa wakasema kwamba ile tume ni ya ufala, kwamba ile timu ni ya kipuzi tu, wakileta taarifa ama ripoti zinazokinzana na matarajio yake Samia Suluhu wanafokewa. Tuliona mzee Wasira akiwaambia kwamba mjakuja kuchunguza serikali, imekuja kuchunguza mauaji. Hii ni baada ya kuleta ripoti ya kwanza, awamu ya kwanza kabisa, ambayo ilionyesha kwamba mauaji yalitekelezwa na jeshi, na vilevile nchini Tanzania wakagundua kwamba watu wengi waliouliwa walikuwa manyumbani kwao. Samia hakutaka ripoti hiyo itokee. Kwa hivyo hii tume ambao waliunda, ndio maana watangazaji wa kituo hiki wanasema ilikuwa ni ya kipuzi tu ili kusetiri Samia Suluhu. Hatma ya tume imefikia wapi? Ile tume mwanangu, ile hamna, ile ni rubber stamp tu. Yani hawajui wafanye nini. Maana yake pia wapeleka ripoti mbaya kule, wanaletwa juu. Unasema pia nao watatekwa na watu wasiojulikana. Na vilevile kuna swali jingine waliuliza la mwisho, kwamba mwaka jana walikuwa wamezuia ACT Wazalendo kuwania urais, wakazuia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuwania urais, wakamfunga Tundu Lissu ili asije kuwapinga. Lakini kwenye uchaguzi pale, kwenye zile karatasi za kura, kulikuwa na watu zaidi ya 10 ambao walikuwa wanawania urais. Je, watu hao walitoka wapi? Manake walikuwa natoka vyama mbalimbali ambavyo havikuwa vinajulikana hata nchini Tanzania. Je, siasa zao zilienda wapi? Naona hapo wanasema kwamba wale ni watu wake Samia ambao aliwaweka ili asije akasema ama isije kujulikana kwamba alikuwa anawania ama alikuwa anajipinga mwenyewe, kwamba kulikuwa na watu zaidi, ingawaje alimzuia Luhaga Mpina naye Tundu Lissu kuwania kiti kile cha urais. Kwa hivyo ni maswali ambayo yanazidi kuibuka nchini Kenya, na ni maswali ambayo hayawezi ulizwa nchini Tanzania, manake Samia akaviweka makwapani vyombo vya habari vya humu nchini. Kwa hivyo
Hadi kuna siku nakumbuka kwamba Radio 47 ya Kenya ilisema kwamba pengine ndio TBC ya Tanzania, manake inazungumzia masuala ambayo kituo chochote cha Tanzania hakiwezi kuzungumzia. Sijui na maoni gani kuhusiana na hayo, ila waweza niandikie ujumbe hapo chini. Na kumbuka hii ni TanzaPulse, channel yako pendwa ambayo inakuletea mambo jinsi yalivyo, uchambuzi wa kina, na vile vile hatuegemei wala kupindisha taarifa kwa njia yoyote. Zidi kuwa nasi, subscribe, like na kushare video zetu, na vile vile kumbuka kugonga alama ya kengele ndipo usipokee notifications kila wakati tunapokuletea taarifa hizi moja kwa moja.